wachawi. Huo ni ukoo. Hata wakati mwingine kwa kuoa unaambiwa, mtoto wangu unaenda kuoa huko. Huo ukoo hatuli pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kunao ukoo wa kimungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hebu na tuende katika maandiko tuone huu uzao wa Mungu kukaa ndani ya mtu. Waraka wa kwanza wa Yohana. Wasomaji waliopata neno wako wapi? Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusaidiane pamoja kuipeleka Injili. Brian, tungelisaidia kupeleka hii Injili mbele. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 aya ya 9 na ya 10. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 aya ya 9 na ya 10. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 kuanzia mstari wa 9 na wa 10. Naomba nisome. Mstari wa 9 kusema hivi: kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Sikiza mtu wa Mungu. Hebu nirudie tena msomaji. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Bwana, hebu simama hapo kidogo. Sasa tumepata tukaona ya kwamba uzao wa Mungu kukaa ndani ya mtu tutamwezesha asitende dhambi. Endelea msomaji. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mungu anazaa mtu. Tuko pamoja Tutaendelea, tutaona. Nirudie mara tena huo mstari wote. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Mstari wa 10. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Hebu rudia kati. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Simamia hapo. Sasa hapo tunaonyeshwa kwamba katika hilo watoto wa Mungu ni dhahiri, yaani wako wazi, hawajafichika, wanaonekana. Sasa je, mpendwa, wewe na mimi tunaonekana kwa muonekano gani? Maana hapa tunaambiwa ya kwamba watoto wa Mungu na watoto wa Ibilisi wanaonekana. Amen. Kwa hivyo inamaanisha ya
kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni twende pamoja ili nikapate kujiangazia. Je, uzao wa Mungu umo ndani yangu ama ni uzao wa adui? Bwana Yesu asifiwe. Yohana akakemea watu, akawaambia, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaona kuikimbia ghadhabu ya Mungu? Uzao wa nyoka, watu wajeuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee msomaji wangu katika Yohana mlango wa kwanza. Yohana mtakatifu mlango wa kwanza. Yohana 13:14. Moja na kwanza. Utaanzia 12:13-14. Anzia 12. Yohana mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 12. Maandiko yanasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Mungu alirudie tena. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa inabainisha wazi ya kwamba waliozaliwa si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya mwili, bali kwa Mungu. Mbingu ya Mungu. Bali wote walio muamini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neno pia ambalo tumelizoea sana. Maandiko yanasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa wana wa Mungu ni wale walioipokea mbegu ya Mungu. Na hiyo mbegu ya Mungu ni nini? Mwalimu, ni neno. Neno akafanyika mwili akaja kwetu.
tukamwona kwamba ni mtoto wa Mariamu na baba yake ni Josefu kwa macho ya nje, lakini kwa macho ya rohoni alikuwa ni neno. Neno kavaa mwili. Sasa huyu neno nikishampokea atakuwa ni mbegu kwangu na atadhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo tumeona ya kwamba si waliozaliwa kwa mapenzi ya mwili ama mapenzi ya mtu, lakini hawa ni wale waliozaliwa rohoni. Bwana Yesu asifiwe. 13. Yes. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaona huyu aliyezaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu, lakini ni kwa mapenzi ya Mungu, na akaonekana katika kazi zake, akaonekana katika kukua kwake. Ni mtoto mdogo, lakini alianza kushangaza watu. Akawa ameketi pamoja na wazee na wanamshangaa, lakini huyu hakusoma. Hii hekima, hii elimu ameipata wapi? Na baba yake na mama yake tunawajua. Baba yake hata kazi yake tunaijua, tunaielewa, ni ambao. Lakini huyu mtoto mbona anashangaza? Hekima ya hali ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Uzao wa Mungu unatenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaenda kuona Mariamu. Mungu ni wa ajabu. Yaani alishuka na mbegu yake akaiweka mahali pake. Je, mpendwa, ungelipenda hiyo mbegu? Yes. Iko na nafasi. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hebu tunaelekea kumalizia Mathayo 1:18 na 20. Ile Mathayo Mtakatifu 1:18. Nitasoma. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Sasa angalia, huyu mtoto ni wa kushangaza. Tunapewa historia yake ya kuzaliwa.
ulimwenguni akazaliwa kwa njia hiyo ya kiajabu sana. Soma msomaji wetu. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye yaani huyu ni kijana alikuwa akimchumbia mwanamwali, lakini muda walipoendelea na huo uchumba, akaonekana ni mjamzito. Mpaka Yusufu akashangaa, kwani? Na Yusufu kwa kuwa alikuwa na mbegu njema ndani mwake, tunaona kuna jambo hakutaka kulifanya. Haleluya. Endelea msomaji wangu. Yes. 19. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Simama yako. Hekima. Haleluya. Pole tu. Kama ni communication ilikuwa kiwango cha juu, anaendelea kushikisha pole, lakini Mungu naye akaona hilo, akatuma malaika. Endelea msomaji. Haleluya. Mstari wa 20. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kuchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ilikuwa ni mbegu ya Mungu. Haleluya. Amen. Kutoka mbinguni. Na hata Mariamu alipopewa ujumbe hapo alipopewa ujumbe na malaika, aliuliza, hili litawezekanaje? Maana simjui mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alihakikishiwa kwamba mimba atakayoichukua si kwa uwezo wa mwili, bali ni kwa uwezo wa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, tunaona ya kwamba hii mbegu ilipata nafasi kwa Mariamu na kwangu. Sasa kwetu sisi ni katika mioyo yetu, Roho wa Bwana apate nafasi, akae ndani, afanyie grafting. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama ni uzao wa adui, uzao wa Ibilisi, utaondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzao. Nilimwambia kwamba yule kijana
alikuwa na brush kwa kichwa. Huyo ni mwenye mbegu. Ikadhihirika kwa watoto wake. Je, huyu Mungu aliye na mbegu njema anapotutazama sisi, anaona kirosi, anaona brush? Haleluya. Ndiposa maandiko yanatuambia ya kwamba basi ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya. Maana kwa mti matunda yake yanatambulikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona wakati mtoto amezaliwa, wamama huwa wanakuja kushika ule mtoto. Amen. Wanamwangalia kuanzia kichwa mpaka miguu. Unasikia gari, amefanana na baba yake kabisa, pua ni yenyewe, uso ni wenyewe. Sawa mzee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, mimi na wewe tunaonekana katika muonekano gani? Maana tunaona Sauli wakati mbegu ya Mungu ilimwacha, wakati roho wa Mungu alimwacha, roho mbaya, roho chafu ilimwingia ikamsumbua. Hata huenda ikawa nyumbani wewe ni msichana lakini unasumbua. Ni mbegu gani hiyo? Uchauri. Kuna watu wachauri. Sasa hapa tunaona uzao wa Mungu na uzao wa Ibilisi. Lakini ashukuriwa Mungu kwa sababu Yohana alipowaona Wayahudi wanakuja kwa ajili ya kuipokea mbegu ya Mungu, alishangaa. Akawaambia, ni nani aliyewaonya? Kuikimbia ghadhabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamuona Kaini na Abeli. Kaini na Abeli akiwa na mbegu ya Mungu. Mwingine alikuwa na mbegu ya Mungu, mwingine akawa na mbegu ya Ibilisi. Hata anaambia mwenzake, bwana twende uwandani. Lakini kumbe ndani mwake ako na ajenda fiche. Akaenda akammaliza. Amen. Uzao wa Mungu. Ndiposa hata Yakobo anashangaa akiuliza, watu wa Mungu, vita vinatoka wapi? Na mapigano yaliyo kati yenu yanatoka wapi? Maana anashangaa ya kwamba hii ni mbegu ya Mungu. Wanakirirwa, haleluya. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Tunapendana, tuko na umoja, tuko na ushirika.
tuna nia moja. Hebu wapendwa, na tujiangazie uzao wa Mungu uwe ndani mwetu, na uzao wa Mungu utakapokuwa ndani mwetu, hata Krismasi kitakuwa kizuri. Ukiona mwenzako hana, unampa roho ya ukarimu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzao wa Mungu kukaa ndani ya mtu. Amkeni tukashukuru. Amen. Pekeni Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neno lenye ushindi. Haleluya. Roho ziko tayari. Hiyo mbegu Bwana iweke. Bwana anakuja, anataka kuachilia mbegu yake, lakini hakuna nafasi. Haleluya. Malaika anapita, Mungu mwenyewe ambaye ni neno anataka kupanda mbegu yake ndani yako, lakini anaona bado haujatakasa moyo wako, bado uko mbali na Mungu. Kuna nafasi nzuri ya kumwambia Bwana, niko hapa, nitakase, nioshe, nisafishe, ili hiyo mbegu iweze kupandwa ndani yangu na niweze kutoa matunda yanayofaa wanadamu. Haleluya. Amen. Inua tu mikono yako tukapate kuabudu kwa ufupi. Simon, tuabudu kwa ufupi. Omba, mwambie Bwana, niko hapa. Bwana, niko hapa, nisaidie. Bwana, niko hapa, nitetee. Haleluya. Amen. Tunapoabudu kwa ufupi, kila mmoja aende mbele za Bwana kwa ajili ya hili neno, maana Bwana anasema kwamba neno lake halitamrudia bure. Asante. Anza kuomba. Mwambie Bwana, niko hapa, nisaidie. Takasa moyo wangu Bwana. Asante Mfalme, asante Mungu wetu. Bwana, tumekuona, umekuwa mwema. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, una nguvu namna
Tuongeze zaidi Jehova. Nasi Bwana tumelisikia, tumelipokea. Wacha Bwana mbegu hiyo Bwana ikanguke katika udongo mzuri. Jehova Bwana, tufanye mbele yetu Bwana kuwa mbegu njema Bwana, ikapandwa katika mbele yetu Mfalme, ili Bwana ikaweze kuzaa sana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante Bwana, tusaidie Bwana, tutetee Bwana, ukatupiganie kwa utukufu wa jina lako. Nimeomba nikishukuru. Amen. Amen. Amen.